Nakumbuka kuwa jambo hili lilipaswa kufanyika mwezi wa 11 mwaka jana 2025, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu madrasa Nidhamu waliondokewa na mpendo wao, ikapelekea jambo hili kulisogeza mpaka kulifanyika. Nichukue fursa hii kwanza kuwapa pole uongozi mzima madrasa Nidhamu kwa kuondokewa na mpendo wenu, na Mwenyezi Mungu amhifadhi. Tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini la pili, kuna jambo lilitokea katikati kwenye uchaguzi mkuu na baada ya uchaguzi. Mashehe wetu ulikuwa mstari wa mbele kusema kabla na baada juu ya mambo na umuhimu mkubwa wa amani katika nchi yetu, na wengi tumeshuhudia mambo mengi yalisimama, ikiwemo kwa mara ya kwanza ibada ya swala ya Ijumaa haikuswaliwa kwa pamoja, hadhara hazikufanyika, madrasa hazikufunguliwa, shuleni hapakusoma. Lakini viongozi wetu wa dini walituasa mapema kabla ya jambo hili kutokea, na lilipotokea wamekaa mstari wa mbele kulizungumza juu ya jambo hili na umuhimu wa kulinda amani ya nchi. Kwa nimepewa dakika moja, tumie fursa hii kuwakumbusha nyie na kujikumbusha na mimi umuhimu wa kuendelea kulinda amani ya nchi. Leo tunapata fursa ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam usiku mida hii huku ndani kabisa kwa kidani, ni kwa sababu kuna amani. Kama hakuna amani, mambo haya hayatafanyika na hayatakuwa. Hata hayo maziwa aliyosema Sheikh Muharram Mziwanda tunywe, nakumbuka maduka yote yalifungwa. Sasa kama na option au mbadala kuna maziwa mengine ya kunywa angetuambia, lakini palipovurugika vitu vyote vilipanda bei, maziwa hayapatikani, chakula hakipatikani. Niombe sana ndugu zangu, umuhimu mkubwa wa kutunza amani ya nchi yetu, amani ya maeneo yetu ambayo tunaishi. Tukivuruga eneo ambalo tunaishi, hatuna eneo lingine la kukimbilia. Huku kwa Kidane ndio kwetu, huku Maputo ndio kwetu, huku Azimio ndio kwetu, na tunafanya shughuli zetu. Pakivurugika eneo hili, hatuna eneo lingine la kukimbilia. Lakini nashukuru sana viongozi wa dini kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mmefanya. Mmeitwa kila aina ya majina, lakini hamkurudi nyuma kwa yale majina ambayo mlikuwa mkiita. Leo nchi yetu imetulia chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na Watanzania wote, lakini viongozi wa dini wakiwa mstari wa mbele kuhakikisha amani haitetereki tena katika nchi. Nikushukuru sana Sheikh Muharram Mziwanda, ulitoka wazi wazi bila aibu kueleza na kufafanua hoja na haki. Sisi wadogo zako, sisi wanafunzi wako, bado tunajifunza mengi kupitia wewe. Na vijana wenzangu wameniambia unacheza kama Pakome. Sawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.